wasiwasi juu ya wengine wanatuonaje. Tunapaswa kuzingatia kujenga ujasiri katika kutambua kwamba sisi ni akina nani na nini tunachokisimamia. Mitume walifuata kanuni. Walipokatazwa kufundisha kwa jina la Yesu, Petro akajibu kuwa ni bora kumtii Mungu kuliko wanadamu. Hii ilikuwa ni kanuni ya msingi kwao. Hivyo mpendwa wetu Askofu Musomba asikukataze mtu yoyote kufundisha kwa jina la Kristo mfufuka. Hili ni fundisho pia kwetu sote waamini wote na kwa watu wote wenye mapenzi mema. Ni muhimu kukumbuka kwamba uongozi wa kweli sio kutumia nguvu au kuwalazimisha watu wafuate mawazo yako hata kama ni mabaya. Badala yake ni juu ya kuwaongoza wale wanaotuzunguka kupitia matendo ya maadili. Kiongozi ambaye anaongoza kwa mfano anakuza mazingira ya uaminifu, heshima na kushirikiana. Tunapoonyesha uadilifu, tunakuwa mfano wenye nguvu kwa wengine kufuata. Hivyo tujitahidi kukuza mitindo yetu ya uongozi kwa kuwa mfano hai kwa jamii badala ya kutumia mamlaka. Ikiwa kazini, katika jamii zetu au hata ndani ya familia zetu, athari ambayo tunaweza kuwa nayo ni kubwa kama hatuishi katika ukweli, kama hatuishi katika kanuni. Tusimamie ukweli daima, kwa sababu ukweli ndio utakaotufanya kuwa huru. Ushuhuda. Hili ni jambo la tatu tunalojifunza kutoka somo la kwanza. Mitume walimjua Yesu, walimsikiliza na wakamfuata. Shahidi ni yule aliyeona, kusikia mwenyewe na sio kusimuliwa. Shahidi ni yule ambaye anausema ukweli kama ulivyo. Ndiyo maana mahakamani mashahidi lazima wale kiapo cha kusema ukweli tu. Sisi sote tuliobatizwa ni mashahidi. Sote tuliobatizwa ni mashahidi. Tumebatizwa na kutumwa kuhubiri habari njema. Sote tumetumwa baada ya ubatizo kuhubiri habari njema. Baba Askofu Musomba, umesimikwa leo kuwa askofu wa kwanza wa jimbo jipya la Bagamoyo ili uweze kushuhudia ukweli. Nasi sote waamini tunapaswa kushuhudia ukweli wa Kristo mfufuka, hata ikitupasa kuadhibiwa, kwani ni bora kuadhibiwa kama mitume walivyopigwa viboko leo kwa sababu ya kusema ukweli kuliko kuadhibiwa kwa sababu ya kusema uongo. Sote kwa namna moja au nyingine tulisema tuko tayari, tuko tayari kulisha kondoo wa Kristo. Kuwalisha kondoo, Yohani sura 21 mstari wa 16, sio kwa mkate na ekaristi tu, bali chakula cha kimwili pia. Tufanye hivyo kwa kuwalisha wenye njaa na kuwasaidia maskini na wasio na makazi, kuwahudumia wagonjwa na wazee kwa heshima. Tuwaimarishe wanyonge kwa utetezi na kuwatia moyo waliokata tamaa. Kile tunachoadhimisha katika liturujia lazima kionekane katika maisha yetu. Kama katika ekaristi tunashiriki mwili na damu ya Kristo, ni lazima twende tukawalishe wenye njaa na kuwanywesha wenye kiu. Kama tukipeana amani kanisani, lazima twende tukafanye kazi ya haki na amani katika ulimwengu uliojaa chuki, usaliti, uonevu na dhuluma.
huku tukisikia maneno ya upendo, faraja na amani. Twende tukaonyeshe hayo kwa matendo kwa wanaokandamizwa na waliokata tamaa katika maisha. Tukinyanyuliwa kwa neema ya Mungu, nasi tuwanyanyue wenzetu waliobanwa na hali ngumu za maisha. Namalizia kwa maneno ya Mtakatifu Agustino. Kwa sababu wewe ni Mwagustiniani, basi nimechagua maneno haya ya Mtakatifu Agustino anayetufundisha kuwa katika maisha yetu ya kila siku tuhakikishe kwamba waliokata tamaa wanatiwa moyo, walio dhaifu wasaidiwe, wapinzani wa Injili waelekezwe, wajinga wafundishwe, wachochezi waangaliwe kwa makini na kunyamazishwa, wenye majivuno wafundishwe unyenyekevu, wanaogombana wapatanishwe, maskini wasaidiwe, wanaonyanyaswa wakombolewe, watu wema wapongezwe, watu wabaya waonywe, na watu wema wapendwe. Tumsifu Yesu Kristo.